Jumatano ya viwanjani hii leo. Kuna Abi Moses Mohamed. Nikukaribisha sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa saa tatu nzito tutakuwa tukipitia taarifa kadha wa kadha katika viwanjani hii leo. Moses Mohamed ndio jina langu na studioni niko na wachambuzi wawili. Mmoja ni mtangazaji wetu ambaye tunamfahamu sana, Ayub Hinjo. Habari za asubuhi Ayub. Salama. Mambo yanakwenda? Njema kabisa. Habari za siku nyingi sana kwenye viwanjani. Nzuri kabisa. Karibu sana. Asante sana. Tumepoteana sana hapa. Ni kweli. Tunaonana sehemu zingine. Lakini sio viwanjani. Sio viwanjani. Philip Mkini. Yes. Habari za asubuhi. Fresh bwana. Mambo yanakwenda? Fresh. Tumekutana mara ya mwisho wiki mbili zilizopita kwenye kurasa za mwisho. Yeah. Tulikuwa tunaelekea katika michezo ile ya kimataifa kwa timu za Tanzania, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho. Nafikiri nitafurahi sana pia tukikutana tena kule kuweza kuangalia tena baada ya michezo ya mkondo wa pili, kwa sababu itakuwa ishajulikana hatima ya kila kitu. Itakuwa vizuri. Tuendeleze kile ambacho tulikianza kule nyuma. Nyinyi wahariri yale ambao mnatugeaga huwa tunapenda sana kuyapitia na kuyachambua. Nichukue tena fursa hii kukaribisha mwanamichezo mwenzangu katika viwanjani, na nikwambie japo kwa uchache kwamba hii leo katika channel za Azam Sports NBC Premier League itatamalaki huko, michezo mitatu ikipigwa katika viwanja mbalimbali. Saa 10 alasiri TRA United wenyewe watakuwa wenyeji mbele ya Mashujaa Football Club, wakati saa 1 kamili za usiku Coastal Union watakuwa wenyeji mbele ya Fountain Gate. Na mchezo mwingine ambao utakuwa unafunga dimba hii leo katika NBC Premier League utakuwa ni mchezo kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar, mradhi wale wana tamtam wa Mtibwa Sugar. Lakini Oktoba 24 Azam Football Club wenyewe watakuwa wenyeji wa KMKM. Huu utakuwa ni mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho Afrika. Na tarehe 25 Young African Sports Club watakuwa wanatafuta kulipa kisasi kwa Silver Strikers, lakini pia kuitafuta ile tiketi ya kuingia katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika mchezo wa mkondo wa pili. Tarehe 25 hiyo Singida Black Stars wenyewe watakuwa wanapambana na Flambeau katika mchezo mwingine baada ya sare ya bao 1-1 weekend iliyopita. Tarehe 26 Simba Sports Club watawakaribisha Nsingizini kutoka kule Iswatini katika mchezo wa mkondo wa pili, pia Simba akiwa na faida ya mchezo wa kwanza wa mabao 3-0. Je, ataweza kumaintain ushindi huo ama kwa namna yoyote ile ataweza kuvuka? Hilo litakuwa ni tarehe 26. Na Oktoba 26 hiyo kule Ulaya katika La Liga itakuwa ni El Clasico. Barcelona watakuwa wageni mbele ya Real Madrid katika mchezo ambao tanange huu utakuwa mzito kweli kweli. Mchezo wa kwanza wa El Clasico kwa kocha mpya wa Real Madrid, Xavi Alonso. I say. Kutoka kuwa kiungo mlinzi wa Real Madrid, sasa unakuwa mwalimu wa Real Madrid, alafu unakwenda kucheza El Clasico ya kwanza. Baada kuvaa jezi ukiwa unakimbizana na kina Iniesta katikati mwa uwanja, sasa unakwenda kuongoza vijana wako. Maarifa pale kwenda kuyaweka sasa. Yale ambayo maswali uliokuwa wewe unaulizwa ulipokuwa mchezaji, watu wanataka wewe ujitume ufanye kitu 1, 2, 3. Lakini hivi sasa Xavi Alonso na yeye sasa anakwenda kuwapa tena maswali vijana wake. Wanasema ulikuwa unatumwa, sasa hivi unatuma. Yaani alikuwa anaitwa kwenye touchline, anaelekezwa vitu, sasa hivi ndo anaita, bwana njoo nenda kafanya hivi. Ni heshima, yani kwa wenzetu ni heshima, na hata kwetu. Kuna wakati unaliangalia hata benchi mfano la Mtibwa, unamwona Aleko pale ni mchezaji wao wa zamani, yani kuna kitu fulani hivi unakiona kinaongezeka. Lakini ni heshima na wenzetu wameweza kumaintain sana hivi. Mchezo wa El Clasico utakuwa ni saa 12:15 za jioni na utakuwa mubashara kabisa kupitia Azam Sports 4 HD. Kwa wakati huu, hebu twende tukalitazame kwa kina zaidi soka letu.
Kwenye soka letu tunaanza na dabi ya nyanda za juu kusini, mchezo pekee uliopigwa jana katika michuano ya NBC Premier League msimu wa 2025-2026. Tanzania Prisons dhidi ya Mbeya City. Mchezo huu ambao jana ulichezwa katika uwanja wa KMC Complex ambako Tanzania Prisons ilifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-1 mbele ya wenzao wa Mbeya City. Katika mchezo huo, mabao ya Tanzania Prisons yalifungwa na Jeremiah Juma na Haruna Chanongo, mabao ambayo yalidumu hadi dakika za jioni, wakati bao pekee la Mbeya City likifungwa na Daniel Lukandamila. Matokeo haya yameifanya Tanzania Prisons sasa kushika nafasi ya 5 katika msimamo ikiwa na jumla ya alama 6 na katika michezo minne, huku Mbeya City ikisalia kileleni mwa ligi kuu ya NBC ikiwa na alama 7 kutokana na michezo 5 iliyocheza. Farali, salamu zifike mpaka Rungwe pale pale jijini Mbeya, kwamba huku Dar es Salaam timu iliyobeba jina la jiji lao Mbeya City wamewekwa mtukati, wapo kwenye wakati mgumu mno, tayari wameshapasuka chuma moja, na mfungaji wa bao ni Jeremiah Juma. Aliupokea mpira akatan mbele zaidi, baada ya kusogeza akanyosha kombora la masafa marefu, likababatiza mtu pale kati na kuingia kambani moja kwa moja. Amechoka kabisa Beno David Kakolanya, na wanakwenda kupiga kuku kishingo. Hawa ni wajerajera, hawa ni Tanzania Prisons, mabingwa. Tanzania Prisons hao jana hiyo wakipata ushindi wa mabao 2-1 mbele ya wenzao wa Mbeya City katika dabi ya nyanda za juu kusini. Mkini, ni deflection, ni positioning ya kipa, ni nini hasa kilichomfanya David Kakolanya, Beno Kakolanya kumradhi, ashindwe kuzuia ule mchomo wa bao la kwanza? Kwanza lazima umpongeze mpigaji. Chana deflection ambayo imetokea, ambao mimi nikiangalia na hisi ndio imechangia kwa asilimia kubwa. Lakini mpigaji alipopiga alikuwa amedhamiria ya kwamba anapiga ili afunge. Kwa hiyo kile kilichotokea kimeenda kumuongezea. Kwa Beno ukimuona position aliyokaa alikuwa kwenye sehemu nzuri wakati mpigaji anapiga. Lakini baada ya ule mpira kumgusa yule mlinzi wa Mbeya City, ukampoteza direction, ukaingia wavuni. Ni mipira ambayo ni migumu sana kwa makipa wa kuokoa. Mpira ukishakuwa na reflection mara nyingi wao unamsumbua, kwa sababu engo anaokuwa inakuwa ni ngumu kuhama kwenda kwenye engo nyingine. Lakini cha kwanza lazima umpongeze pia mpige, kwa sababu kama asingepiga vizuri, hata kama ungekuwa kuna deflection isingeathiri chochote. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia alionyesha ubora wake, kuna kitu alikuwa anakitafuta, ile ikamsaidia zaidi kutimiza lengo lake. Ayubu Hinjo, wewe niambie kuhusiana na hili bao la pili. Bao la kwanza lilikuwa lina deflection. Lakini ametuambia kwamba imechangia kwa kiasi kikubwa pia kusababisha kumpoteza Beno Kakolanya. Hili la pili hakukuwa na deflection na mpira umekwenda, naweza nikasema direct. Kubwa zaidi kwanza utamwangalia Haruna Chanongo wakati anakwenda kushambulia ile nafasi. Naam. Ulikuwa ni mpira wa kurushwa ambao alirushwa mwaka janga, lakini setup ya mtoa assist wakati Chanongo anatoka, unaona mtu wa nyuma yake ana jogi pasina kutambua kwamba yupo katika eneo la hatari. Kwa hiyo anapaswa kuwa na uharaka wa kwenda kushindania mpira. Pengine kaamini kwamba mbele yake kuna wachezaji wawili zaidi ambao wanaweza wakawai ule mpira. Lakini kwenye mpira nafasi ni kitu kikubwa sana ambacho kinatumiwa kwa hivi sasa. Kwa hiyo ilikuwa ni faida kwa Chanongo, lakini kwenye upigaji wa ule mpira utamsifu Chanongo. Anatumia mguu wa kulia kwenye eneo kama lile, kwa makipa na kwa mtu mwingine yeyote. Nafikiri kaudanganya ambao ulikuwa pale KMC. Lazima utapiga kuzungusha kupeleka mbali kwenye engo ya mwisho. Mtazame Beno aliposimama. Alikuwa anatambua kwamba Haruna Chanongo mguu wake wa kulia ndio wenye nguvu zaidi. Kwa hiyo kwa namna ambavyo atapiga mpira, lazima atajaribu kutafuta
mwamba wa pili. Chanongo kampeleka kwenye mwamba wa kwanza. Kwa hiyo ikawa ngumu kwa namna gani anaweza sasa kujistretch kuja hapa kwenda kucheza ule mpira. Kwa hiyo utamsifu mfungaji kuwa na akili ya ziada kuweza kufunga bao la pili ambalo ndio ndaweza kusema pointi 3 zimepatikana. Yeah. Tukiacha hiyo hali ya mabao namna ambavyo yamepatikana hayo mawili, hebu twende tutazame sasa mchezo wenyewe kwa ujumla wake na nini ambacho sasa kimesababisha baada ya matokeo yale. Tuanze na mchezo kwa ujumla wake. Baadhi yetu tulikuwa tunafikiri kwamba kutoka katika kile tulichokiona Mbeya City walichokifanya dhidi ya Yanga, tulitarajia jana pengine pangekuwa pana ushindani kubwa sana. Nini ambacho kimetokea? Mabao yamefungwa katika namna ambazo haikuonekana kama ni ile Mbeya City ambayo imecheza dhidi ya Yanga. Mabao yameanza kupatikana dakika ya 70. Mbeya City kafanya vizuri sana kwenye mchezo uliopita dhidi ya KMC kabla ya kukutana na Tanzania Prisons. Pale kwenye uwanja wa KMC alishinda mabao 2-0. Lakini pia kwa kiwango bora kabisa. Kadiri mchezo ulivyokuwa unakwenda, ulikuwa unaona Prisons wapo kwenye matamanio makubwa zaidi ya Mbeya City ya kuzitafuta pointi 3. Kitu cha kwanza, walikuwa tayari kupambana katika mipira ya aina yote. 50 kwa 50 ndio kitu muhimu zaidi uwanjani. Mipira ya pili ita second balls, kwamba ni lazima ujitoe zaidi. Yes, mpira ulivyokuwa unarudi. Lakini pia hata ukitazama namna ya kukimbia uwanjani, wamekimbia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha wana cover eneo kubwa kwa kukaba na kushambulia. Kwa muktadha huo tu, hata kabla ya mabao kufungwa, ulikuwa unaweza kusema Prisons akitoka hii mechi kafungwa, atakuwa kwenye wakati mgumu sana kwa sababu kajaribu kufanya kila kitu kwa uwezo wake. Mbeya City ukiwatazama kikosi chao, wapo na wachezaji mmoja ukiwatazama ni wachezaji hatari sana. Mayanga, Mateo Anton, unakwenda kumzungumza Maji Mengi ambaye aliingia hapo baadaye, Yaya Mbegu kama beki wa kushoto. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ambayo ukiwaweka kwenye makaratasi unakwenda kuwapa nafasi ya moja kwa moja dhidi ya Tanzania Prisons kwa sababu wanao wachezaji wenye uwezo wa kuamua matokeo kwa wao wenyewe. Tanzania Prisons kujitoa kwao nafikiri ndio kumechangia zaidi, na hasa muda. Dakika ya 70 ni muda ambao wachezaji wanasema concentration mara nyingi huwa inashuka baada ya kupambana sana, na hasa baada ya kuwa bila manake chochote ambacho kitakuja kutokea mbele yeye anakiona sawa. Kwa hiyo mara baada ya kuruhusu mabao mawili ya haraka, nafikiri Mbeya City ndio wakaamka sasa kuona kuna mlima mzito mbele yao ambao wanapaswa kuupanda. Kwa upande wangu naona ni Prisons ambao walikuwa na utayari zaidi kwa mchezo huu wa Mbeya Derby. Mkini, kwako wewe, mtazamo wako ukoje? Unaenda alipopita Ayubu ama kwako wewe kuna kitu cha ziada? Mimi nafikiri pamoja na yote ambao Ayubu amesema, lakini ukiwatazama Mbeya City unaona kama vile waliingia kwanza wakiwa wanaamini kwamba mechi wameshashinda. Walivyoanza dakika 10 za mwanzo walionyesha kama vile wanacheza na timu ambayo sio daraja lao. Walikuwa wanajipambanua, yani ni kama vile tuseme ya kwamba ni Simba sasa na ligi timu labda ya championship, sababu aina jinsi walivyokuwa wanacheza. Hata ukitazama hata goli lao walilofunga walikuwa wanaonyesha kwamba yani wenyewe bado pamoja na kwamba tumepoteza lakini tuna ufundi mwingi uwanjani. Kwa hiyo hicho nafikiri ndio ambacho Prison walikichukulia, lakini mara nyingi ukifuatilia mechi zao pia hakuna mechi yao ilishaikuwa rahisi. Mechi zao mara nyingi zinakuwa na matokeo ya kushangaza, na kikubwa ambacho Prison waliongeza kwao ni kuweka juhudi ya kwamba sisi pamoja na kwamba hawa wanaonekana ni bora kwenye makaratasi, lakini sisi tuna uwezo wa kushinda hii mechi, na ndio hicho ambacho kimekuja kuwafanya wakashinda hii mechi. Lakini kingine ambacho ukitazama nafasi zile ambazo Prison yamefungia magoli sio zile za wazi sana. Yaani ukitazama nafasi zao zote unaziona kabisa ni nafasi ambazo kwanza wakasema kwamba hapa bwana wanaweza wakaokoa. Hapa tunaweza tukapiga labda tukapiga nje. Angalia ile goli la deflection, angalia ile goli la Chanongo ambalo wamefunga. Yote sio yale magoli ya kusema kwamba zilikuwa ni nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza tunaenda kufunga. Nafasi nzuri unaiona hii ambao Mbeya City wenyewe wametengeneza. Tengeneza nafasi, wamefika golini, wamepiga pasi nafikiri ni 4 hadi 5, wana score goal. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachokifikiri kwenye ligi yetu, ukienda ukiwa unaamini ya kwamba unashinda, hauwezi kushinda. Ni kama ilivyokuwa mechi ya KMC pia na
na Mbeya City ambao alikuwa anaizungumzia ya kwamba KMC yuko kwake, akawa na base, anaamini kwamba ana uwezo wa kushinda, akaenda pale akapoteza kwa idadi kubwa ya magoli. Lakini kingine kwa Mbeya City ambacho wanakifanya, unawaona ya kwamba Mbeya City akienda ikutana na Simba atacheza tofauti, akienda ikutana na Azam atacheza tofauti. Yaani kama vile wamejitengenezea base ya kwamba lazima tuwazuia wakubwa. Lakini huku chini kuna pointi nyingi zaidi. Pamoja na kwamba unamuona Mbeya City yuko kileleni, lakini ana pointi 7. Pointi 7 ni kati ya pointi 15 nafikiri. Kwenye pointi 15 ina maana ni nusu ya pointi wameshakusanya mpaka sasa hivi kwenye mechi ambazo wamecheza. Uwezi ukawaweka ni daraja ambalo ni kubwa sana. At least angekuwa na pointi 14, 13 ungesema kwamba wana ubora mkubwa sana. Kuna pointi nyingi wamepoteza kuliko zile ambazo wamekusanya. Kwa hiyo ni bado kuna kazi kubwa sana ya kufanya. Na hizi timu zote ukiziona kama vile uwezo wake unafanana. Ndio maana Prison walianza vibaya. Poteza nafikiri mechi 2 za mwanzo zile wakiwa wanatetereka, lakini sasa hivi tofauti yake na Mbeya City ni pointi 1. Kikubwa ninachokifikiri mimi ni kila timu lazima ujitoe, uamini ya kwamba pointi 3 kwako ni muhimu. Mimi wanaamini kwenye ligi yetu ukifikisha pointi 25, sio pointi 35, umebaki kwenye ligi, uko salama kabisa. Kwa hiyo kwa hapa sasa hivi Mbeya City atakuwa anahitaji kutafuta sio chini ya pointi 28 ambazo ni ngumu sana kuzipata. Lakini pia kwa Prison hivyo hivyo. Na hizi timu nyingine ambazo zipo. Kwa ili ufanikiwe ni lazima hizi pointi za madaraja ambao mnafanana uhakikishe kwamba unazichukua. Ukilega huku, mwisho wa siku tutakuwa tunaanza kufikiria playoff, au tutaanza kufikiria kwamba nani anaweza kushuka daraja. Kwa nini magoli yamepatikana katika dakika za mwisho sana? Kwa nini? Tanzania Prisons wamepata magoli yao kuanzia kwenye dakika 70, Mbeya City wanakuja kupata goli katika dakika ya 88. Tumezungumza kupoteza wakati mwingine uwezo wa concentration. Concentration kwa wachezaji wa timu zote mbili. Huwezi kuwa katika high concentration kwa wakati wote. Kwa wakati. Naulizia kimbinu. Yes. Ni kwamba katika kipindi cha kwanza kila mwalimu alikuja na approach ambayo mwenzake alishindwa kufungua kwa kipindi cha kwanza Moses, ukitazama nafasi za timu zote mbili walizozitengeneza, Mbeya City walitengeneza nafasi zaidi ya 3 ambazo ukijaribu kuzitazama unagundua kwamba utulivu katika eneo la mwisho ulikosekana. Inawezekana katika mchezo huu wa dabi kila mchezaji anahitaji kuwa katika tunasema kwenye trending kwa sababu kafunga kwenye mchezo wa dabi. Na ukitazama namna gani ambavyo washambuliaji pia wa Tanzania Prisons kuna nafasi walizitengeneza nao wakashindwa kuzitumia. Kwa hiyo unakuja unagundua kwamba utulivu ulikosekana kwa wote wawili kwenye maeneo yao ya kufunga. Lakini kitu cha ziada zaidi ambacho ulikuwa ukikiona kwa Tanzania Prisons, hata hicho kipindi cha kwanza ambacho kimekwenda suluhu, bado kulikuwa na wachezaji wenye utayari wa kujaribu kutokea mbali. Jeremiah Juma ambaye kafunga goli la kwanza, kabla ya Chanongo kufunga alipiga mpira ili mbidi Beno Kakolanya kufanya kazi zaidi kucheza ule mpira. Kwa hiyo maana yake walikuwa wanajua kwamba kama si kufika katika eneo la ndani ya box, kuna uwezekano mkubwa tukatumia mipira ya nje ya box kupata matokeo. Ambayo magoli yote mawili yametokea nje ya box. Tofauti na Mbeya City ambao kwa kiasi kikubwa walikuwa wanataka kufika mpaka kwenye sita ndani ya box kwenda kushambulia ili wafunge mabao yao. Kwa hiyo nafikiri Prisons walikuwa na mabadiliko kwa kipindi cha pili tofauti na kipindi cha kwanza ambapo walikuwa, na imewasaidia kupata hayo mabao mawili. Mkini, ukitazama bao la pili, unaweza kumlaumu Musa Bisa? Hapana. Goli la Mbeya City. Goli la Mbeya City? Goli la Mbeya City? Hapana. Hilo lilikuwa goli lao pekee, ndio kwenye image. Yes. Unaweza ukalaumu ya kwamba ulikuwa kuna marking mbovu, kwa sababu ndio maana nikakwambia mwanzo. Mbeya City walitawala kwenye lile eneo la Prison. Walikaa pale, nafikiri walipiga pasi 4 au 5, na hata goalkeeper unamuona ule mpira haukuwa mpira wao kuweza kuuficha moja kwa moja, sababu ulikuwa kuna mtu alikuwa karibu yake. Alichokuwa anatakiwa kufanya ni kile ambacho alikifanya, lakini baada ya kufanya ameugusa ule mpira, ameuondoa kwenye eneo lake, nani mwingine alikuja kumsaidia kufanya kazi? Sababu unamuona hata mfungaji anapofunga ule mpira unawapita watu 3 hapa katikati, kama sio 3 nafikiri ni 2. Yaani unapita ulikuwa ni mpira dhaifu. Yeye goalkeeper anakuja kucollide na mlinzi wake. Lakini alifanikiwa kuugusa kama sikosei. Aliugusa ule mpira ambao ndo kazi aliyokuwa anatakiwa aifanye, kwa sababu mlinzi inawezekana wote wawili hawakuwasiliana.
lakini yeye asingeweza kuuacha ule mpira kwa mlinzi kwa sababu alikuwa haoni kama uko salama sana. Alipokuja akafanikiwa kuugusa, kulikuwa kunatakiwa sasa wale walinzi wa Prisons wafanye kazi yao na kuhakikisha wanaclear ule mpira, kwa sababu hata ukiangalia kwenye namba waliokuwa wengi zaidi kwenye box ni wachezaji wa Prisons, sio wachezaji wa Mbeya City. Na hata yule aliofunga pia hakupiga ule mpira kusema kwamba ana uhakika 100% nenda kufunga. Aliugusa kuupeleka golini. Ukiwatazama jinsi walivyokuwa wamekaa, jinsi walivyokuwa wamejipanga, unaweza ukawalaumu mabeki zaidi ulikuwa kumlaumu goalkeeper. Mimi naamini kwenye pale hakuwa na ujanja mwingine wote zaidi ya kile ambacho alikifanya. Zaidi ya kile ambacho kimetokea. Na kwa hivi, kwa hii kilichotokea, nini ambacho sasa tunapaswa kuzungumzia kuelekea katika mechi zijazo kwa Tanzania Prisons, kwa Mbeya City halikadhalika? Kikubwa nafikiri ni kila mmoja lazima aende akiamini ya kwamba kwenye timu za daraja lake ni lazima achukue pointi 3. Ukishindwa kuchukua pointi 3 sana, chukua pointi 1 kwenye hizi timu za daraja lako ambalo upo. Kwa sababu ukitoka, mimi naamini ukitoka Simba, Yanga, Azam na sasa hivi na Singida unaweza kuwaingiza. Hizi zingine zote zinabaki kwenye daraja ambalo wana uwezo wa kupambana. Ukiwa nyumbani, tengeneza base yako nzuri ya kuhakikisha kwamba unachukua pointi 3. Ukienda away, tengeneza base angalau basi uchukue pointi 1. Hii inaweza ikakusaidia kule mwisho wa msimu hauwezi kuhangaika sana. Na pointi nyingi muhimu kwenye ligi yetu ni hizi za mzunguko wa kwanza. Pointi za mzunguko wa pili zinakuwa ngumu sana. Tazama misimu ya hivi karibuni, timu nyingi mzunguko wa pili huwa zimekuwa kama vile, yani mechi nyingi zinakuwa ni sare. Zitazame hata mechi za msimu uliopita wa ligi. Mechi nyingi mzunguko wa pili ilikuwa ni sare. Lakini sasa hivi ambavyo kuna mwingine anakuambia wachezaji wangu wengine hawajaingia kwenye system, wachezaji wangu wengine wana majeruhi, ndio muda mzuri wa wewe kuchukua pointi. Ukikusanya hapa, Mtibwa kuna wakati alikuwa na base sana kwenye hichi hapa. Alikuwa anaongoza ligi nafikiri hata mpaka mechi 10, mechi 11. Anakusanya pointi zake, akishamaliza mzunguko wa pili Mtibwa alikuwa afanye vizuri sana kipindi chote alichokuwa anakaa kwenye ligi. Kwa hiyo nafikiri hapa ni sehemu nzuri zaidi ya kukusanyia pointi. Alafu ukienda mzunguko wa pili una uwezo wa kuangalia base yako iko wapi, kwa sababu ukishakusanya nyingi hapa kule utaenda kukusanya nafikiri labda 20%, 25%. Kutoka katika mechi hiyo pekee ya NBC Premier League ambayo imechezwa jana, hivi sasa tugeukie katika michezo mitatu ambayo itapigwa hii leo. Na tuanze na mchezo kati ya TRA United ambao wao watakuwa wanakabiliana na Mashujaa. Ligi kuu inatarajiwa kuendelea leo kwa michezo mitatu, ambapo mchezo wa mapema utawakutanisha hao TRA United dhidi ya Mashujaa, mechi ambayo itaanza majira ya saa 10 kamili za jioni ikipigwa katika dimba la Al Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora. Kwa takwimu za mchezo huu, TRA United wenyewe wameshacheza mpaka hivi sasa mechi 2. Ndio. Katika mechi 2 ambazo wamecheza hawana ushindi katika mechi hata moja. Yeah. Wana sare katika mechi 2. Yeah. Wakati huo Mashujaa wenyewe mpaka dakika hiyo wameshacheza michezo 4. Wana ushindi mara 1, wana sare 1 na wameshapoteza mara 2. Taswira ya hizi takwimu, taswira ya uwenyeji wa TRA dhidi ya Mashujaa, unatugea taswira ya mchezo wa aina gani Injo? Kwanza wapo nyumbani mara baada ya uwanja kufungiwa, sasa upo katika vigezo vya kuweza kutumika. Na nafikiri ni kati ya timu ambazo zinapokuwa katika uwanja wa nyumbani, mashabiki wao mara zote wamekuwa nyuma ya timu yao kwa kwenda kuipatia support. Kwa mchezo dhidi ya Mashujaa, kwanza ni kiu kwa TRA kusaka pointi 3 za kwanza dhidi ya mpinzani ambaye hajawahi kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wao, Mashujaa. Naam. Lakini pia tunakwenda kuizungumza ujirani wa hizi timu. Kigoma na Tabora si mbali sana. Naam. Ni karibu sana. Kwa hiyo kuna hiyo pride kwamba nimekufunga. Naam. Kingine kwa sasa kuendelea kulikuwa na shahuku kubwa ya mashabiki kutaka hiyo timu ibaki pale, na walihakikishiwa kwamba timu itaendelea kusalia hapo. Kwa hiyo kuendelea kwa mashabiki sasa kutoa support kwa timu. Kikubwa zaidi ambacho nimekiona kwao, wana
maingizo ya wachezaji wengi sana baada ya wengi kuondoka. Ukiwatazama TRA wa msimu uliopita, pengine unakwenda kuzungumza zaidi ya wachezaji 7 mpaka 8 ambao wanakosekana kwenye kikosi hicho. Kwa kundi hili jipya lina kazi ya kufanya kuhakikisha inakwenda kuwa timu na si mchezaji mmoja mmoja kwenda kutoa msaada. Tofauti na wapinzani ambao wanacheza nao. Mashujaa ukiwatazama wanakuonesha ni timu ambayo imekaa kwa kipindi kirefu sana ndani ya kikosi chao. Kwa hiyo ni mechi nzuri kwa upande wangu. Kila timu ina kiu ya pointi 3. Mashujaa tangu walipozivuna pointi 3 kwa kushinda mchezo mmoja, lakini wamepoteza michezo 2 kwa hivi karibuni, maana watahitaji kurejea kwenye njia za ushindi. Kwa TRA wapo nao kwenye njia sahihi ya kutafuta pointi 3. Wamepata pointi 1 kwa Pamba, wameipata pointi 1 pale pale kwao dhidi ya Dodoma Jiji. Maana sasa watahitaji kuona wanapiga hatua nyingine ya kwenda kuchukua pointi 2 ambazo wamezidondosha kwenye michezo mingine. Mkini. Yep. Timu ambayo imepoteza michezo 2. Timu ambayo ina sare 2. Mentality zinakuwa zikoje wanapokwenda kukutana watu wa aina hii? Kwanza zinakutana timu ambazo zinajuana. Sababu msimu uliopita timu zote zimekutana zilikuwa kwenye ligi. Ni jina tu moja limebadilika sasa hivi kutoka Tabora kwenda TRA. Lakini na mechi zote nakumbuka za msimu uliopita TRA walishinda, ambao walikuwa wanaitwa Tabora. Kwa walikusanya pointi 6 kati ya pointi zao ambazo walikusanya msimu uliopita kwenye ligi, na kitu ambacho kiliwafanya wakamaliza nafasi ya 5, ambao kwangu mimi naamini walikuwa kwenye nafasi nzuri sana. Bora sana. Kwa mechi hii nafikiri ukiwatazama TRA kama vile mwanzo walikuwa hawana muunganiko mzuri kwenye timu yao jinsi ilivyokuwa inacheza. Wameshacheza nyumbani, hawajapata ushindi, wameshakwenda away pia hawajapata ushindi. Lakini wanacheza na Mashujaa ambao wachezaji wake wengi unaona kama vile wana kiu fulani vya mafanikio. Ni mechi ambayo kwa mtu ambaye anataka kutazama mechi bora, nafikiri hii ni mechi bora kwa sababu kila mmoja anaamini anakwenda kupata pointi 3. Kwa TRA wana mtihani mzito zaidi kwa sababu ni kati ya timu chache kwenye ligi ambazo hazijapata pointi. Nafikiri hawajapata ushindi. Nafikiri ni yeye na Fountain alikuja akapata ushindi mwishoni. Kwa nafikiri amebaki peke yake kama sikosea, ambao timu ambayo haijapata ushindi mpaka sasa. Kwa hiyo kikubwa ambacho wanatakiwa kufanya, lazima waridhishe kwanza viongozi wao. Ndio timu ambayo nimesikia kuanzia mechi ya kwanza wanaahidiwa wakishinda wana bonus ambayo wanaweza wakapewa, ambao inatangazwa hadharani mara nyingi. Kwa hiyo lazima waoneshe wale viongozi wao ya kwamba kuna kitu wanaweza wakakifanya. Hawana timu mbovu, wamesajili vizuri sana. Kwenye cost cha ligi wenyewe ni moja kati ya timu wamefanya usajili mzuri. Lakini kikubwa ambacho wanatakiwa kufanya pia kingine ni kuwaonesha mashabiki wao ya kwamba huu uwanja ambao mlikuwa mnaulilia mnautaka, tumerudi hapa, na ukirudi nyumbani ni lazima uhakikishe unapata ushindi. Kama uwanja utakuwa kwenye mazingira yale ambayo niliuona jana, picha zake zilikuwa zinaonyeshwa, basi utakuwa ni mechi ambayo inachezeka kwenye uwanja mzuri sana kwenye mechi hii hapa. Sasa sijui muendelezo wake uko mbele. Lakini kwa mashabiki waziunge mkono hizi timu. Yaani mashabiki wa TRA lazima waende uwanjani wakaunge mkono timu yao, lakini wale wa Mashujaa ambao wamekuwa mara nyingi wakisafiri na timu yao waende uwanjani wakaunge mkono timu yao. Kikubwa ambacho mimi nakiona hapa ni yoyote atakayefanya makosa. Kwa sababu ubovu na uzuri wa kwenye ligi sasa hivi, pointi zimekuwa chache sana kuzipata. Ndio maana tulikuwa tunazungumzia hapa kwenye pointi 15 kinara ana pointi 7 ambazo ongeza akakusanya. Kwa hiyo ukipata nafasi moja sasa hivi, yani mwalimu lazima awaambie wachezaji wake kwamba ukipata nafasi moja sasa hivi, ndio hiyo haitatokea nyingine yote kwenye ligi. Unaona Mbeya City kipindi cha kwanza tulikuwa tunazungumza hapo, walipoteza nafasi 3. Zikaja zikawagharimu mwishoni, wanakuja kupata nafasi moja, tayari wenzao wameshapata nafasi 3 wametumia 2. Kwa hiyo kikubwa ukishapata nafasi moja, atakayeweza kuzitumia nafasi kwenye hii mechi ndio anaweza kuibuka na ushindi. Unaiona pressure kwenye moja kati ya hizi timu, kwa sababu kuna hiyo pressure ambayo tunasema Tabora United, TRA United wenyewe, kwa sababu hawajapata ushindi, pengine inaweza ikawa ni pressure ya kutafuta ushindi. Lakini kuna ile pressure ambayo ni ya uhalisia. Hii ya kwanza si ya uhalisia, kwa sababu hata kama hujapata ushindi bado hujapoteza kitu kikubwa sana. Mfano kama itatokea sare ama suluhu. Lakini kwa timu ambayo kama Mashujaa, ambao mpaka hivi sasa imeshapoteza michezo 2 katika michezo 4, inakwenda kukutana na mtu ambaye amecheza michezo 2 tu, pressure yake inakuwa ikoje?
nafikiri TRA yupo katika uhitaji mkubwa zaidi wa pointi 3 ili kujiwekea mazingira mazuri. Si kwamba Mashujaa hawazihitaji pointi 3, nao wanazihitaji kurejesha ari ya ushindi kwenye kikosi chao. Wamepoteza michezo miwili ya hapa karibuni, lakini si timu ambayo inacheza vibaya. Mashujaa ni kati timu ambazo zinacheza vizuri sana. Yaani namna ambavyo wanacheza unaamini kwamba kuna kitu kinakuja. Yaani kwa vile ambavyo wanatengeneza mashambulizi kwa wachezaji wake wa juu, kila Jafari Kibaya, Salum Kihimbwa, Balama Mapinduzi na wachezaji wengine, wanakuonesha kwamba wana uwezo wa kufanya kitu kikatokea kwa muda wowote ndani ya uwanja. Kwa hiyo kwenye mechi zote ambazo wamepoteza, unaweza kusema isivyo bahati kwa upande wao. Katika eneo la ulinzi kulikuwa na makosa ambayo yamefanyika, lakini pia hata kwenye eneo la kushambulia hakukuwa na ustadi mkubwa wa kuweza kuzitumia nafasi ambazo zipo. Lakini kwa aina ya wachezaji ambao wapo, wanakushawishi kuamini kwamba wana uwezo wa kuisaidia timu katika nyakati yoyote uwanjani. Kwa TRA bado naamini wana kazi kubwa ya kuifanya. Niliwatazama kwenye mechi ya Dodoma Jiji. Dodoma walikuwa na nyakati nzuri zaidi za kuondoka na pointi 3 kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, lakini haikuwa hivyo. Waliondoka na pointi 1 kutokana na makosa ambayo yapo katika eneo la ulinzi la TRA. Huenda hizi wiki 2 ama 3 kasoro tangu ligi kidogo imesimama zikawa zimetumiwa vyema na benchi la ufundi kuona kwa namna gani wanaweza kurekebisha makosa hayo, ikiwamo kucheza michezo ya kirafiki. Wamecheza dhidi ya Yanga hapa karibuni na kutoa suluhu, lakini pia wamecheza na michezo mingine mingi ya ndani kuona kwa namna gani wanarekebisha makosa hayo ambayo yapo kwenye eneo la ulinzi na eneo la kushambulia. Basi kuwe na uhakika wa kutengeneza nafasi ili timu iweze kufunga mabao. Washambuliaji wapo, kina Shaban Chilunda na washambuliaji wengine, wanamzungumza Daniel Yanga na Lusajo, Lusajo yuko pale. Ni kati ya washambuliaji ambao wana uwezo mkubwa sana. Mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kukufungia mabao 10 kwa msimu. Kwa hiyo wana kazi ya kuhakikisha Lusajo na washambuliaji wengine ndani ya timu wanapata huduma stahiki ili waweze kuzalisha nafasi ambazo watazitumia vyema kwenye mechi hii. Kwa hiyo kwa upande wangu TRA yupo kwenye uhitaji mkubwa wa kuondoa pressure ambayo yuko nayo, na atazihitaji hizo pointi 3 kwa kisawa sawa kabisa. Tutoke Tabora tuelekee Mkwakwani kwa Wanamangush Coastal Union. Takwimu zao na Mashujaa hazina tofauti. Michezo 4, ushindi mara 1, sare mara 1, kupoteza mara 2. Wao watakuwa wenyeji dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate ambao idadi ya michezo na Coastal Union inashabihiana, wote ni 4. Tofauti tu Fountain Gate hajajaliwa kupata sare. Yes. Amepata ushindi mara 1 na amepoteza michezo 3 iliyosalia. Ukipima mizania, unaonekana ni mchezo ambao mkini huwa unasema timu za daraja sawa kwa kutazama hizi takwimu. Michezo 4, ushindi mara 1, kufungwa mara 3, michezo 4, ushindi mara 2, sare mara 1. Bado ni timu za daraja moja. Endelea kushikilia hapo, lakini Fountain nafikiri waliathirika na usajili. Mwanzo walicheza mechi zao nafikiri hizi 3 ambazo walipoteza. Walikuwa wana idadi chache ya wachezaji. Kwa kucheza mechi na Simba wana wachezaji 14 kama sikosea. Kwa hiyo baadaye wakaja wakafunguliwa, wakafanya usajili wa wachezaji wao. Walipofanya usajili wakashinda mechi iliyofuata. Na sio walishinda tu, walishinda wakiwa wanaonyesha kwamba wana kikosi kizuri na timu yao inaweza kucheza vizuri uwanjani. Kwa nafikiri wenyewe tuwaweke kwanza ya kwamba kilichowasumbua sana ni ile kosa ambalo walifanya kwenye usajili. Hawakuweza kukamilisha taratibu zao za usajili mwanzoni, kwa hiyo wakaathirika na hilo, wakapoteza hiyo michezo 3. Kwa sababu mechi waliokuja wakiwa kamili, ambao walisema wenyewe walijitangaza ndo wanaanza ligi, walipata ushindi wa pointi 3. Wakifanikiwa kushinda mechi 1, hautawatofautisha na wale ambao walikuwa wana wachezaji idadi sawa. Kwa sababu watafikisha pointi 6 sehemu ambapo
timu nyingi zimejaa hapo zina pointi 6. Kwa hiyo nafikiri kikubwa wao ili wasijitofautishe na timu nyingine ni wahakikisha wanashinda mechi hii dhidi ya Coast Union. Hapo ngine kabla hujaendelea, hiyo itakuwa ina tafsiri gani pengine kwa timu ambayo kwa kupoteza kwake kwenye michezo mitatu ilikuwa ina hiyo tunaita kama excuse, kama dharura ya aina hiyo, lakini waliporejea tu kuwa sawa wakapata ushindi, kama wakijaliwa kupata na ushindi na leo, tafsiri yake katika ubora wa kikosi chao itakuwa ni ipi? Kwanza watakuwa unaweza ukawaeka kwamba ni moja kati ya timu ambayo imefanya usajili mzuri. Sababu Fountain msimu uliopita waliponia chup kushuka daraja. Walikuja kucheza playoff. Wakajaribu kurekebisha makosa, lakini mwanzo wakaanza tena na makosa ya usajili tunaosema. Lakini kwa nini mimi nilikuwa nazungumzia kwamba wakipata ushindi watakuwa sawa na timu nyingine? Ni kile nilichokichukulia mwanzo ya kwamba ligi yetu kupata pointi imekuwa ni kazi ngumu. Yaani kwenye pointi 15 Kinara na pointi 7. Timu mbili tu mpaka sasa hivi kwenye ligi ndio zimeshinda kwa 100%. Ameshinda Simba mechi mbili zote, ameshinda Singida mechi mbili zote. Lakini timu nyingine zote hakuna timu ambayo imeshinda kwa 100% mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Kwa Coast Union unawaona ya kwamba wamekuwa na matokeo yote ambao yanaweza yakatokea kwenye football. Lakini sio kwamba wana timu mbovu. Timu hizi zinaenda kukutana zote zikiwa zimeanza msimu na makocha tofauti, na sasa hivi zina makocha tofauti. Yaani zimeshafukuza makocha kabla hata ya mechi 5 kuchezwa za ligi. Kwa hiyo ni timu ambazo daraja lake linafanana, lakini uwezo wake uwanjani hauna tofauti kubwa sana. Coast Union wamejipambanua, walicheza vizuri sana mechi yao nafikiri na JKT Tanzania, pamoja na kwamba walipoteza, lakini walicheza vizuri sana ile mechi. Walikuwa na makosa madogo, lakini unawaona ya kwamba kama wakiendelea kushikilia pale wana uwezo wa kuona timu bora zaidi msimu huu. Kama hawatapoteza nafasi nyingi kama ambazo wamekuwa wakipoteza kwenye mechi zilizopita, nafikiri watatupa mechi nzuri sana leo dhidi ya Fountain Gate. Injo, una utazamaje huu mchezo wa Fountain Gate ambayo sasa imeshaanza ligi na Coastal Union ambayo mwendo wake umekuwa wa kudemadema, tunasema kudemadema, katika hali ambayo imefanya benchi la ufundi iliweza kuondolewa kabisa. Kwa Fountain Gate huenda kushinda mchezo uliopita ikawa inawaaminisha kwamba wanaweza kupata pia matokeo mazuri kwenye uwanja tofauti na nyumbani kwao. Tazama hata michezo mitatu ambao wamepoteza. Ndio. Mchezo dhidi ya Mbeya City, mchezo wa kwanza kabisa ambao wanafungwa pale kwa raha. Fountain ilikuwa timu bora uwanjani kuliko Mbeya City, licha ya kukosa wachezaji ambao wangeweza kwenda kuongeza kile ambacho kinapatikana uwanjani. Fountain wakaenda kucheza na Simba. Simba alishinda mabao 3-0 ile mechi. Lakini kila mmoja aliamini kabla ya mechi wanakwenda kupoteza kwa idadi kubwa sana, lakini pia si kwa kiwango ambacho walikionyesha. Ni kati ya mechi ambazo walionyesha kiwango bora sana. Huenda dhidi ya timu kubwa wakati mwingine kunakuwa na msukumo wa ndani ya wachezaji kutaka kuonyesha vitu vikubwa. Lakini hata mchezo mwingine na hapo na Mtibwa, kabla hujaenda katika mchezo wa Mtibwa, na pengine tuseme pia isingekuwa ubora wa ziada wa wachezaji wa Simba akiwemo golikipa, pengine matokeo yasingekuwa vile. Ni kweli kwenye mchezo ule, mchezo na Fountain Gate. Yes, tukienda kwenye mechi na Mtibwa Sugar wanapoteza kwa mabao 2-0 pale Dodoma. Bado ni mechi ambayo Fountain walikuwa wanakuonesha kitu kwamba hii ni timu ambayo kama wakipata wachezaji wa kwenda kuongeza hiki ambacho kinaonekana ndani ya uwanja, kwa sababu kuna wakati maarifa yanafika mwisho. Sasa nani wa kwenda kuendelea pale ambapo mwingine ameishia? Ndicho ambacho tumekwenda kukiona kwenye mchezo walioshinda. Idadi ya wachezaji, lakini pia hata mtu ambaye yupo kwenye bench, Liza ni mtu ambaye yupo pale ndani kwa kipindi kirefu. Amebakisha kwenye ligi kuu. Msimu uliopita alikamata timu kwenye michezo ya mwisho, akawabakisha, lakini bado alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanafanya vizuri. Kwa hiyo hata kupatiwa timu, si mtu ambaye anakwenda kuanza upya kwenye kikosi cha Fountain Gate kama ambavyo Coastal Union wanakwenda kuwa na mtu mwingine ambaye atakwenda kutambulisha maarifa mapya kwa wachezaji hao. Kwa hiyo kwa upande wangu naona ni mechi nzuri sana. Fountain kutaka kuendeleza fomu yao ya ushindi, lakini Coastal Union kutaka kuondoa jinamizi la kupoteza michezo ya hapa karibuni
Kizingatia ni kati ya timu ambazo zina wachezaji wazuri sana. Mchezaji mmoja mmoja ukiwatazama wanasema ni timu ambayo imekusanya wachezaji wazuri wenye uzoefu na ligi kuu. Uwanja wa Mkwakwani ni moja miongoni mwa viwanja ambavyo vimekuwa vikisifika sana kuwa ni ngome haswa kwa Coastal Union, na ni uwanja ambao hata vilabu vikubwa vya hapa nchini kupata kwa matokeo ya ushindi imekuwa si rahisi sana. Unaweza ukawa una motisha, unaweza ukawa una chachu, unaongeza ari kwa wachezaji wa Coastal Union leo dhidi ya Fountain Gate. Motisha inawezekana kuwapo kwa kiasi kikubwa. Coastal Union ni kati ya timu ambazo zina mashabiki wao. Yaani ukikutana na mtu anakuambia mimi ni Coastal Union, ni Coastal Union kweli. Nitakupa siri moja hapa baadaye kidogo. Umenielewa sijui. Yaani kati ya timu ambazo zina mashabiki wa kweli. Na kwa idadi ambao wanajitokeza kwenda kusupport timu yao ndio ambayo imekuwa ikinyanyua kabisa ari ya wachezaji. Pengine ni kati ya mikoa ambayo kuzitaja timu zingine ni kwa nadra sana, tofauti ya Coastal Union na African Sports kwa sababu ya namna ambavyo wanazishabikia hizo timu na asili ya pale. Kwa hiyo uwanja wa Mkwakwani unachangia kwa kiasi kikubwa sana Coastal Union kuwa na matokeo mazuri dhidi ya wapinzani wake. Lakini kwa Fountain Gate anaweza akatazama mchezo ambao Coast kapoteza kwenye uwanja wa Mkwakwani dhidi ya JKT. Manake alikuwa nyumbani, Coast walitangulia, pengine kukosa nidhamu ya mchezo kwa wakati mwingine unakosa nidhamu ya mchezo ambayo inafanya unapoteza point 3. Makosa ya kiulinzi, lakini pia namna ya uchezaji na namna gani ambavyo waliweza kushindwa kutumia hizo nafasi. Kwa hiyo kwa Fountain wanaweza kuwa na sehemu ya kuanzia kwamba Coast kapoteza mchezo wa mwisho hapa dhidi ya JKT. Kwa hiyo inawezekana kwa hawa kupoteza kwenye uwanja wao wa nyumbani, na namna gani ambavyo wamekuwa na kiu ya kutaka kufanikiwa ni baada ya kundi zima kuwa sehemu moja kwa sasa kwa Fountain Gate. Ukitazama hilo bao ambalo Fountain Gate walikuwa wamefunga katika mechi ya mwisho, linakupa taswira ya uzuri ama matarajio ya uzuri na ubora wa mechi ambayo inaweza kwenda kupigwa leo pale katika dimba la Mkwakwani. Kuongezea kidogo hapo. Kwenye uwanja wa Coastal Union Mkwakwani. Kwanza lazima tukubali ya kwamba ni moja ya viwanja ambavyo vina pitch nzuri sana kwa sasa. Yaani ukitazama pitch yake inavutia. Alafu nafikiri Fountain anaenda kupewa maswali pia kwa sababu ni mechi ya usiku. Maskose mechi yao itaanza saa 1. Inaanza saa 1. Kama ni mechi ya usiku nafikiri ni maswali mengine kwa Fountain Gate. Lakini mimi moja ya sehemu ambao napenda kwenda kutazama mpira ni hapa, kwa sababu hapa kuna mashabiki au Coast unaozungumzia ni kweli. Unakiri kabisa kwamba kuna mashabiki ambao akienda Simba, akienda Yanga, unawaona wamebaki na ule mwili wao ya kwamba bwana sisi ni timu yetu. Yaani wenyewe wako tayari kufanya lolote lakini kuhakikisha timu yao inapata ushindi. Nafikiri ni kitu kikubwa ambacho kwenye timu nyingine hapa sio mashabiki tu, mpaka viongozi. Yaani kuna wakati unaona viongozi wanapambana kuona kabisa ya kwamba hii ni timu yao, wanaipambania timu yao ya mkoa. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri ambacho sehemu zingine wanatakiwa lazima waige, waelewe ya kwamba ikiwa timu ya nyumbani basi ni yako tu ya nyumbani, timu ya wazawa wenyewe wanaita. Injo. Na Nkini. Nilisema mwanzo kwamba nitakupa siri moja hapo. Ali Bakari Mufti. Huwa tunakuwa tuko naye kwenye lile eneo la mitandao zilizovuma mitandaoni. Huwa kunakuwa kuna mvutano kidogo katika idara yetu. Mimi na yule bwana tuko idara moja. Huwa tunakuwa katika mvutano kabisa. Mimi huwa namwambia mimi timu yangu ni ile pale. Yeye ananiambia sio hiyo. Mimi naambia hilo mimi ndo timu yangu Coastal Union. Mimi nakwambia na wewe Injo na Nkini, mimi timu yangu ni Coastal Union. Sawa. Hii Mufti ajue tu. Sasa kama yeye anaweza afu aseme na yeye. Siku akija kwenye mitandaoni afu naye pia aseme kwamba mimi timu yangu ile pale. Mchezo wa mwisho hii leo katika NBC Premier League utakuwa unawakutanisha Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar.
Mchezo huu ambao unatarajiwa kuanza majira ya saa 3 kamili za usiku ukipigwa katika dimba la Jamhuri pale Dodoma, unatarajiwa kutoa burudani kutoka katika takwimu tunazoziona hivi sasa. Dodoma Jiji mpaka hivi sasa imeshafanikiwa kucheza michezo 4. Alichokisema Nkini kwamba alama zimekuwa ni kitu ghali sana, unakiona hapo, kwa sababu ushindi ni mara 1, sare ni mara 1 na kupoteza ni mara 2. Yani takwimu hizi ndizo takwimu alizonazo Coastal Union, ndizo takwimu alizonazo Mashujaa. Yani vile vile michezo 4, ushindi mara 1, sare mara 1 na kupoteza ni mara 2. Hao ni Dodoma Jiji. Lakini kwa upande wa wapinzani wao, Mtibwa Sugar wenyewe wamecheza michezo 3, wamepata ushindi mara 1, sare mara 1, kwa hiyo na kupoteza pia wamepoteza mara 1. Wakipoteza leo, takwimu zile zinahamia tena kwa Mtibwa. Mtibwa Sugar na Dodoma Jiji, kwa takwimu hizi, taswira ya mchezo Nkini? Mechi nzuri. Ni mechi nzuri ya kutazama, kwa sababu nafikiri atakayeshinda hapo anawezekana akawa na nafasi ya kupanda kileleni kwenye msimamo wa ligi, sababu atafikisha pointi 7 ambao atakuwa anapambana na Mbeya City. Utakwenda kutazama wastani mwingine wa idadi ya magoli ya kufunga. Kwa hiyo ni mechi ambao kila mmoja anaenda, kwa sababu tofauti ya ligi yetu ni kwamba unaweza ukakaa kwenye pale juu ukakaa mara 1 mpaka ligi inapomalizika. Yaani unaweza kujikuta una masaa yako 12 ya kukaa kileleni kwenye ligi. Ndio ile wanakuambiaga kwamba unatakiwa subiri nimalize. Kuanzia ligi imeanza, nafikiri kuna timu 5 au 4 zimeshakaa kileleni kwenye msimamo wa ligi. Yaani kuna timu pale zinapishana. Timu pekee ambayo ilikaa pale muda mrefu ni JKT Tanzania. Walikaa pale nafikiri ndani ya saa 72 bila kutoka. Sasa hivi tunawaona Mbeya City ambao nao leo wamekaa hapo lini? Jana, si ndio? Jana. Leo inawezekana ikifika usiku wasiwe pale, ikaingia timu nyingine ambayo labda kesho kutwa ina uwezo wa kutoka pale. Kwa hiyo hawa wanakwenda wakiwa wanaamini ya kwamba bwana nipate ushindi nikae. Lakini ngoja kwanza bwana, hayo utatushambulia bwana. Hao ndio tunayotaka, tunataka kusikiliza. Mimi nataka nikumbushe tu jambo. Injo. Lakini kuna miongoni mwa misimu ya karibuni hivi kulikuwa kuna maneno ya utani, hususan kutoka katika vilabu vikubwa hapa nchini. Tunawazungumza mabingwa mara nyingi Young Africans, tunawazungumza wanaowafuatia Simba Sports Club, tunawazungumza wale ambao ni matajiri wa jiji, Azam Football Club. Kuna wakati tulikuwa tunaambiana ukimuona fulani yuko juu ujue fulani hajacheza. Kwa hivyo watu wakawa wanaambiana basi sikiliza, ukijiona uko juu piga picha kabisa, kwa sababu fulani akicheza hautakuwa hapo. Akikaa hapo sahau. JKT kafanya hivyo. Nakumbuka aliprint kabisa, anasimama akabandika kwenye miti kabisa. Aliprint akabandika kwenye misimu ile, akasema ukiona msimamo tofauti na huu huo sio report. Wasema report polisi, sio wenyewe. Umeona sasa? Kwa hiyo ndicho nilichokuwa nasema kwamba Mbeya City nafikiri sasa ni wakati wao, kabla ya saa 10 kufika hakikisha kwamba msimamo wao wanatembea nao, kwa sababu huenda msimamo utakaotolewa na bodi ya ligi ukasema kwamba huu sio wenyewe. Nkini, tuendelee. Ulikuwa unaielezea mechi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina maswali kwenye kila timu. Yaani kila timu lazima iende ikaonesha ubora wake. Hawa ni wazoefu kwenye ligi. Wote wawili wanaenda kukutana. Wamekaa kwenye misimu 3-4 wako kwenye ligi, kwa hiyo wameweza kumaintain ubora wao. Kinachoweza kuwatofautisha wao ni nani anaenda kushinda hiyo mechi, na nani ambao anaweza kupata hiyo nafasi labda ya kukaa kileleni kwenye msimamo. Kwenye ubora wa timu moja hazina tofauti sana, kwa sababu ndio hicho nilichokuwa nakisema kwamba kama vile imekuwa ni yani tuwashumu ya kwamba kwenye ligi yetu sasa hakuna hizi timu kubwa. Yani tuwatoe kuanzia Singida tupande mpaka Simba, Yanga, Azam tuwaeke pembeni, ya kwamba hii ingekuwa ndio ligi yao wenyewe, wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata bingwa wa nchi. Kwa kila mmoja huko unavyomuona
huu ubora unaouona huku ndio ubora ambao unatakiwa kwenye ligi, kwa sababu hakuna anayeenda kwenye mechi leo akiwa anaamini ya kwamba anaenda kupoteza. Kila mmoja anaenda kucheza akiwa anaamini ya kwamba mimi unaweza kumfunga, na huyu akikutana na huyu anaamini ya kwamba kwa huyu mimi naenda kumfunga. Ukitazama kwenye makaratasi unaweza ukatoa ushindi kwa timu moja hapo, lakini kile ambacho kinakuja kutokea kwenye dakika 90 vinakuwa ni vitu viwili tofauti. Nafikiri kikubwa tusubiri hiyo mechi imalizike, alafu mwisho tuone nani ambao anaweza kumtambia mwenzie. Injo kwa unaona pale KMC walipokuwa wanapata bao mbele ya Dodoma, mchezo wa kwanza kabisa wa ligi kuu. Dodoma Jiji kumekuwa na makosa mengi kwenye eneo lao la ulinzi. Tazama kwenye michezo waliocheza na idadi ya mabao ambayo wamefungwa, kiatazama yale mabao waliofungwa, unaona kuna makosa ambayo yanafanyika. Huenda ni makosa ya mtu mmoja kwenye eneo hilo, lakini pia hasa kiulinzi, kimfumo. Tazama hii mechi ya kwanza kabisa, ukitazama wakati pasi inatoka tayari eneo lote la ulinzi lilisogea upande mmoja. Maana yake kuna kitu hakipo sawa kimfumo kwenye kikosi chao, namna gani wanajipanga pale ambapo wanashambuliwa. Lakini pia kuna makosa binafsi ya wachezaji, kupoteza pasi katika maeneo hatarishi, lakini pia namna gani wanashindwa kuwa na mawasiliano mazuri kwenye eneo hilo. Mchezo uliopita wamepoteza pia kutoka kwa Fountain pale kwa Raha. Tazama ile goli nzuri, mpira ambao umepigwa nyuma ya safu ya ulinzi, kipa anatazama, anatoka engo moja, anataka kujauka na kushachelewa, tayari watu washafunga. Lakini pia mfungaji alikuwa huru dhidi ya wachezaji wengi wa Dodoma Jiji kwenye eneo lao. Kwa hiyo unaona mabao ambayo Dodoma Jiji anafungwa ni mabao ambayo yanatokana na makosa ya kimfumo na makosa yao binafsi. Wakati TRA wanasawazisha kwa mpira wa kutenga pale Ali Hassan Mwinyi, kwa sababu mechi ilisha sare ya bao 1-1. Kwenye eneo la ukuta wakati mpira unapigwa hakuna ambaye karuka. Wote wamesimama wanatazama nyuma. Mpira umejaa ndani ya goli. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wanapaswa kuvirekebisha kuelekea kwenye mchezo huu dhidi ya Mtibwa Sugar. Huenda Mtibwa wana makosa yao, lakini Dodoma Jiji binafsi naona kuna vitu vingi vya kuvirekebisha kabla ya kwenda kukutana na Mtibwa Sugar. Shukrani sana Injo, shukrani sana Nkini kwa uchambuzi wa michezo hiyo mitatu ya NBC Premier League ambayo itakayochezwa leo. Nikukumbushe mchezo wa kwanza utakuwa ni kati ya TRA United dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao utaanza majira ya saa 10 za alasiri ukitoka pale Al Hassan Mwinyi Tabora. Lakini mchezo wa pili utakuwa ni kati ya Coastal Union dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Mkwakwani pale Tanga, Coastal Union akiwa ni mwenyeji mbele ya Fountain Gate. Na mchezo wa mwisho utakaoanza majira ya saa 3 usiku utakuwa ni kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mtibwa Sugar. Tukiachana na uchambuzi wa michezo hiyo, ni kupitisha katika taarifa nyingine za kimichezo ambazo tumekuwa tuko nazo hii leo kwenye viwanjani. Tuanze na taarifa inayowahusu Young Africans ambako meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe amesema mchezo wao dhidi ya Silver Strikers utakaochezwa Jumamosi Oktoba 25 kuanzia majira saa 11 za jioni hautokuwa na kiingilio. Hivyo mashabiki ni jukumu lao kujitokeza kwa wingi na kujaza uwanja. Young Africans Sports Club inahitaji ushindi wa tofauti ya mabao 2-0 ili iweze kufanikiwa kukata tiketi ya kufuzu kwa hatua ya makundi msimu huu. Ikumbukwe katika mchezo wa kwanza uliochezwa weekend iliyopita, Yanga alipoteza kwa kipigo cha bao 1-0. Hebu tumsikilize Ali Kamwe. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio. Hiyo mechi tuwakabidhi wao. Hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa. Of course kama mnakumbuka
tulishatangaza viingilio. Tukasema mzunguko utakuwa 5,000, VIP C itakuwa 10,000, B 20 na A ikawa 30. Na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana asubuhi leo, wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wameziainisha, na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africa. Mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Striker, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi 1,000,000. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Meneja habari na mawasiliano wa Young African Sports Club Ali Kamwe akitoa taarifa kwa umma kwamba mchezo huo wa Jumamosi Young Africans dhidi ya Silver Strikers hautokuwa na kiingilio kwa maeneo yote isipokuwa maeneo mawili ambayo ameyabainisha, VIP A na VIP B, ambayo yametengwa maalum kwa wageni ambao wataalikwa. Sitaki mjadala katika hili. Nauliza tu hivi, wakiingia washabiki 60,000 pale, Yanga wanapata ushindi? Hapana. Watapata ushindi. Tuangazie mkini. Wao ushasema hapana. Injo washasema ndio. Dakika 90 zitatuambia. Kwanza idadi ya mashabiki wakiingia, alafu na kile kitakachotokea. Tuangalie mchezo wa Azam FC. Mkini wanatazama sana. Kwa unataka kusemaje? Kwani Mkini unataka kusemaje? Sema. Namba ya mashabiki haitoi matokeo. Aha, idadi ya mashabiki haitoi matokeo. Yeah. Lakini watakuwa wanashangilia ujue. Wanaoingia wanashangilia. Kwa hiyo au tuweke vigezo vipi? Kupata namba kubwa. Kupata namba kubwa uwanjani ya mashabiki sio kigezo cha kwamba watashangilia. Unajua Mkini. Unajua sio kwa kauli mbaya, kwa sababu hakuna vigezo na mashabiki ambao na vigezo na masharti ambao vinazingatiwa. Maana ni kwamba tunaweza kupata mashabiki wakaingia pale, labda wale ambao Mwenyezi Mungu kawajalia labda ulemavu wa kuzungumza, labda mabubu. Kwa maana ni kwamba inawezekana kwamba watu wakawepo lakini bado lengo lisifikiwe. Wamekuja kwenye hoja yangu sasa. Okay. Yaani kikubwa tunapowaambia wanaingia bure lazima tuwahimize pia ya kwamba wanakwenda kuisupport it. Yaani waelewe kwa nini yani watu wengine wanalipa. Hawaende kupiga selfie kule uwanjani. Nisiwe ni sehemu ya mtoko kupiga selfie. Ngoja, pale kutoka kuingia kutoka kuna kadi wanachama, yani lazima tukague kwa sababu si huru. Ukagui. Kwa hiyo Waswahili wanasema kwenye msafara nini kuwe mumomo. Na wenyewe wamo. Hiyo vipi? Bure. Tuangalie mchezo wa Azam FC. Swala la Yanga, mashabiki na wanachama wa Yanga ndio ambao wameombwa na wamehimizwa na wamesisitizwa kwamba jitokeze katika mchezo huo na Silver Strikers Jumamosi. Na lengo zaidi ni kuhamasisha. Jamani, hamasa haiji kwa kufika uwanjani na kukaa na kuanza kutazama tu. Muda wote tuwachagize wachezaji wajitume kwa sababu ni mechi ya maamuzi. Kutoka hapo tugeukie sasa Azam Football Club ambao wenyewe wasiwasi Mwabulambo anasema ni ugomvi wa ndugu. Wenyewe wanakwenda kucheza mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya KMKM baada ya kupata ushindi katika mchezo wa kwanza uliochezwa kule visiwani Zanzibar. Matajiri wa Chamazi, Azam Football Club inatarajiwa kushuka dimbani Oktoba 24 Ijumaa hii kukipiga dhidi ya KMKM kutoka visiwani Zanzibar kwenye mechi ya kombe la shirikisho Afrika. Azam FC ilipata ushindi katika mchezo wake wa kwanza uliopigwa New Azam Complex, magoli yakifungwa na mshambuliaji Jafet Kitambala Bola
na beki Pascal Msindo kwa mpira wa kutengwa. Lakini ili KMKM iweze kupata nafasi ya kufuzu, itapaswa kushinda kwa tofauti ya mabao 3-0 ili mambo yaweze kuwaendea vizuri. Mkini na Injo, kimashindano Azam na KMKM japokuwa wanatokea nchi moja, hawapaswi kukaa kuongea kukubaliana kimashindano. Ni mashindano. Lakini katika hali ya kawaida, kwani lazima mechi iwe ngumu? Ni timu mbili tofauti. Ni timu mbili tofauti, zina malengo tofauti. Malengo walionao Azam sio malengo walionao KMKM. Lakini atakachokipata Azam sicho ambacho atapata KMKM. Kila mmoja anawania rekodi yake, kila mmoja anawania mafanikio ya timu yake. Kwa mechi kuwa ngumu ni kitu cha kawaida kabisa, na ni kitu ambacho kinatakiwa kiwepo, kwa sababu kila mmoja alijipanga tofauti, na kila mmoja ana akaunti yake tofauti, na kila mmoja ana kabati lake la mafanikio tofauti. Yaani mafanikio ya KMKM hawezi kuwa Azam, wala ya Azam yakawa KMKM. Kwa ufupi Injo, kutokana na mechi ya kwanza, Azam wanapaswa kuboresha maeneo gani? Nafikiri wanapaswa kuboresha eneo la kushambulia zaidi. Wanapaswa kufunga zaidi ya kile ambacho walikipata kwenye mchezo wa kwanza, ili kuwa na uhalali wa kwenda kwenye hatua ya makundi. Kimaanisha kwamba KMKM pasina shaka itakuwa ni mechi ambayo hawatakuwa na kingine na cha kupoteza. Wamekwisha poteza kwa idadi ya mabao 2 kwenye mchezo wa kwanza. Waenda ikawa ni mechi ambayo wachezaji wakaenda kujitoa zaidi, kwamba wajaribu kuona kwa namna gani wanaisumbua eneo la ulinzi la Azam, kuona kama wataweza kupata kitu. Ikitokea ndani ya dakika 15 labda KMKM kapata bao moja, huenda ikawasukuma zaidi na kutaka kingine tena. Kwa hiyo kwa Azam FC nafikiri kuboresha zaidi kwenye eneo lao la kufunga, ili kuwa salama zaidi kwenye mchezo huu. Haya, huo ni mchezo wa KMKM ambao watakuwa wageni mbele ya Azam Football Club, mchezo wa marudiano wa kombe la shirikisho kusaka tiketi ya kutinga hatua ya makundi. Tukitoka hapo, turejee tena nyumbani kidogo kutoka katika michuano ya kimataifa. KMC wenyewe wanaendelea kujiweka sawa na mechi za NBC Premier League, ambapo ofisa habari wa klabu hiyo Khalid Chukuchuku amesema klabu yao inaendelea na maandalizi kwa ajili ya kuikabili Fountain Gate katika mchezo wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa Oktoba 25 kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. KMC imecheza michezo 4, imeshinda mechi 1 na imefungwa michezo 3. Wakati wenye Fountain Gate tunasema leo watakuwa wana mechi, lakini kabla ya hapo tulishatazama takwimu zao ambazo kabla ya mchezo wa leo zilikuwa zinafanana na hizi za KMC. Tumsikie Chukuchuku kwanza. Baada ya ule mchezo kumalizika, mwalimu alikaa na wachezaji kuelezea wapi ambapo tumekosea na wapi ambapo tumefanya vizuri, na baada hapo timu iliendelea na program kwa ajili ya maandalizi ya mchezo unaofuata dhidi ya Fountain, mchezo ambao unatarajiwa kuwa siku ya Jumamosi. Leo ni Jumanne, kesho Jumatano mapema timu itasafiri kuelekea mkoani Manyara ambao tutaenda kucheza mchezo wetu dhidi ya Fountain. Tunaamini Fountain ni timu ambayo ina wachezaji wazuri na uzuri. Msimu uliopita walikuwa wametufunga michezo yote 2, kwa hiyo tunakwenda Babati kwenda kulipiza kisasi, kwenda kufanya revenge cha kupoteza michezo 2 dhidi ya Fountain last season. Lakini kikubwa wana Babati, watu wa Manyara watupokee vijana wao, tunakwenda pale kwenda kuwapa burudani na kwenda kupata matokeo. Kama nilivyosema awali, Fountain wana timu nzuri, lakini haituzuii siku kwenda kupata matokeo pale. Na tunafahamu hivi leo watakuwa kesho watakuwa mchezo mkoani Tanga, baadaye watasafiri kuelekea Manyara. Kwa wote tutakutana tukiwa tumechoka. Kwa hiyo kwa mazingira yao watafanya mchezo utakuwa mzuri, na tunaamini tunakwenda kupush kwa ajili ya kuweza kupata matokeo. Khalid Chukuchuku huyu afisa habari wa Kinondoni Municipal Council Football Club KMC. Sitaki mjadala mrefu. Naona Khalid Chukuchuku kama anaogopa, yani yeye mwenyewe anasema kama anaogopa hivi. Nafikiri tangu waliposhinda mchezo wa kwanza dhidi ya Dodoma Jiji, kuna kitu hakipo sawa ndani ya timu yao. Inawezekana Masio Masimo ni kocha ambaye binafsi na muhusulu sana kuwa na uwezo wa kuona wachezaji wadogo na kuwaibua. Amefanya hivyo kwa muda mrefu sana hapa Tanzania.
lakini pia ukomavu ni kitu ambacho kinahitajika sana kwenye mpira. Kuona mjadala mrefu bwana Injo bwana, mbona hivi bwana? Kusaidia timu. Kwa hiyo kwa KMC kupoteza mechi 3 mfululizo. Fountain Gate tayari amekwisha shinda. Na wanatazamia matokeo mengine ya hapo baadaye kuona wanaweza wakavuna kitu gani. Inachagiza kwa hii mechi kuwa nzuri. Eti Nkini Chukuchuku anasema kwamba Fountain Gate wataenda kukutana nao eti kwa sababu watakuwa wamechoka na wao. Yaani wote wawili watakuwa wamechoka. Wewe umemwelewa pale? Yaani yeye anazungumzia mechi ya Fountain Gate na Coastal Union, alafu watakuwa wamechoka wakienda kukutana huko kwa raha. Kweli hicho hakiwezi kuwa kigezo, kwa sababu hata mechi walizopoteza timu zilizokuwa zinakuja zinashinda dhidi yao zilikuwa hazijachoka. Lakini kikubwa mimi nafikiri kwa KMC wachezaji labda kwenye mechi mbili zijazo, kwenye mechi mbili zijazo waokoe kibarua cha mwalimu wao. Wahariri wakianza kukwambia kwamba waokoe kibarua cha mwalimu wao, basi sisi watazamaji tunaanza kuwa na mashaka. Unajua wahariri wanapataga za ndani. Tugeukia michuano ya WAFCON ambako Twiga Stars hii leo itakuwa iko dimbani. Kikosi cha Twiga Stars kinatarajia kushuka dimbani leo kwenye mchezo wa kufuzu kombe la Afrika kwa wanawake WAFCON 2026 dhidi ya Ethiopia, mchezo ambao utapigwa kuanzia majira saa 11 za jioni kwenye dimba la Azam Complex Dar es Salaam. Kuelekea katika mchezo huo, makocha wa timu zote mbili wameelezea namna ambavyo mchezo huo ni muhimu kushinda ili kupata nafasi ya kushiriki michuano hiyo. Mashabiki wataushuhudia mchezo huo bila kiingilio hii leo kwenye mechi inayotarajiwa kuwa ya kusisimua na kuvutia sana kutokana na ubora wa timu zote mbili. Makocha wamesema walioweza kuyasema. Kila mmoja akiamini kwamba na kila mmoja akijipambanua kwamba yeye timu yake itashinda. Na taarifa njema tu ni kwamba hii tunaweza kuchukulia kama sample. Unajua sample? Kwenye kufanya utafiti kuna kitu kinaitwa sampling technique. Unatumia mfumo wa kufanya sample. Kwa sababu kuna mechi ya kuingia bure weekendi, hii tunaweza tukafanya kama sample. Hii ya WAFCON pia leo bure. Sasa tutaangalia mashabiki watashangilia, wasiposhangilia ile nyingine pia tunaweza tukaona tunafanyaje. Unaweza kubadilisha? Mimi nibadilishe na mamlaka gani bwana, mbona hivi bwana? Sasa tunaweza tukaona tutafanyaje? Nkini mniache. Tumesema hivi, mechi ya leo ya Twiga tunaweza tukafanya sample ya mashabiki wakiingia bure wanakuaje. Wasiposhangilia sasa tunajua nini cha kufanya ili waweze kushangilia. Wamezoea. Nkini? Wamezoea kuingia bure. Hii ni sample. Jina langu ni Moses Mohamed, wachambuzi wangu hapa ni Philip Nkini pamoja na Ayubu Hinjo. Ila nikwambie tunakwenda mapumziko mafupi, lakini usiondoke kwa sababu semaji nikishasema tu semaji siku hizi lina minyota. Linakuja hapa kutoka Simba Sports Club. Ahmed Ali takuwa mgeni wangu. Tafadhali usiondoke.